Ndani ya viunga vya Msimbazi, hali inaonekana si shwari kati yao dhidi ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambao wameamua kubadilisha venue ya mchezo wa finali ya pili au second leg kati ya Simba dhidi ya klabu ya RS Berkane ya Morocco. Mchezo wa finali ya kwanza unatarajiwa kupigwa tarehe 17 mwezi huu. Mchezo wa pili utapigwa tarehe 25 hapa nyumbani Tanzania, lakini shirikisho la soka barani Afrika CAF limewasiliana na TFF ambao walitaka TFF waijulishe Simba kwamba mchezo huo umebadilishwa venue na sasa hautachezwa katika dimba la Benjamin William Mkapa, badala yake utapelekwa katika dimba la Amani Complex uliopo pale Zanzibar. Sasa alikuwa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba ambaye hivi sasa yupo katika ile bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, Crescentius Magori, amewaka hivi sasa na anaonekana kama anapeleka mashambulizi sana kuelekea CAF, ambapo ameposti vitu vingi sana kwenye akaunti yake ya Instagram, kubwa zaidi akitaka kueleza kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya CAF pamoja na klabu ya RS Berkane. Ukizingatia makamu wa kwanza wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika ambaye ni msaidizi wa Patrick Motsepe anahusika na klabu ya RS Berkane. Kwa hiyo ambacho anakiona hapa Crescentius Magori ni kwamba huyu mwamba ameichezesha mchezo huo kwa sababu wanajua ile slogan ya Simba ambayo ilianzisha kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, na ni kweli mara nyingi Simba inapocheza kwa Mkapa ni ngumu sana timu mgeni kuweza kutoka pale. Miamba kama Wydad Casablanca, Al Ahly, lakini AS Vita pamoja na timu nyingi sana ambazo ni majianti wa Afrika hawakuwahi kutoka salama katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo inawezekana huyu mwamba ambaye ni msaidizi wa Patrick Motsepe aliona kitu ambacho kitakwenda kutokea katika finali ya pili. Ndio maana wakasema mchezo wa uhamisho kutoka dimba la Benjamin William Mkapa mpaka Zanzibar, ambapo Simba wamegomea hatua hiyo na bado wanaendelea kuuza tiketi za mchezo huu. Lakini amesema Magori kwamba kama hiki ambacho kinafanyika kitaendelea, basi moja kwa moja ataenda FIFA na ataeleza kila kitu kwamba hii issue ilivyo na A to Z na nani ni muhusika wa kila kitu ambacho kinaendelea. Lakini Magori amesema kwamba tayari Simba ilikuwa imeshauza tiketi 12,000. Wakati huo uwanja wa Amani pale Zanzibar unaweza tu kuokapai mashabiki 15,000 tu. Lakini alisihi pia kwamba Simba inaendelea kuuza tiketi zake kama kawaida, na jinsi ambavyo wameshaanza kuuza tiketi inawezekana basi ikaleta usumbufu kwa mashabiki ambao wameshanunua tiketi na wengi ni wa Dar es Salaam, ama hata kama ni wa mikoani wanaamini mchezo huu utapigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Lakini Magori pia ameeleza kwamba wao wamepewa taarifa tarehe 15. Wakati huo akafanya research yake na kugundua kwamba klabu ya RS Berkane ilishaanza kutafuta hoteli toka tarehe 14. Kwa hiyo amesema inakuwaje kwamba mgeni anapewa taarifa mapema, ameshaanza kutafuta paka hoteli, alafu timu mwenyeji ambaye ni Simba bado hajui chochote, anakuja kupewa taarifa siku inayofuata. Hiki ndio ambacho kinaendelea pale ndani ya klabu ya Simba, ambao wenyewe wanasema kwanza acha tumalizane na mchezo wa kwanza, yani first leg pale Morocco, alafu tukirudi sasa tutaanza mashambulizi vyema kati yetu sisi na CAF. Lakini wamesema hawako tayari kubadilisha uwanja kwa sababu uwanja wa Benjamin William Mkapa umeshakamilika kwenye matengenezo, na kilichobakia hivi sasa ni CAF kwenda kujithibitisha, kwa sababu wanasema uwanja ule umeongezwa uwezo mara 10 zaidi wa kunyonya maji tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Kuhusu taarifa za uwanja zilithibitishwa na Gerson Msigwa kwamba uwanja umefikia 85% ya matengenezo, lakini kwa upande wa pitch wamekamilisha kila kitu. Kama uwanja unaweza kunyonya maji mara 10 zaidi tofauti na ilivyokuwa mwanzo, maana kuwa wamefanya improvement ya kutosha, na kilichobakia ni CAF kama wanaweza wakapitia uwanja, lakini kama watakaza mchezo utapigwa pale uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Ila Simba wenyewe wanaonekana kama hawatakuwa tayari kwenda kucheza Zanzibar, lakini hapa kwa Mkapa ndipo ambapo wanaamini siku zote hatoki mtu kama slogan yao inavyosema.